Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo, na tunaendelea na sehemu yetu ya pili katika somo ambalo tumekuwa nalo ya kwamba maombi yanaweza kubadilisha chochote. Na leo tunapitia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari ule wa 25. Tuone mfano mwingine. Matendo ya Mitume sura ile ya 16 kuanzia ule mstari wa 25, anasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo hiyo milango ikafunguka, vifungo vyao vyote vikalegezwa. Kwa hiyo unaona maombi pia, jinsi Paulo na Sila walipotiwa gerezani, walikuwa na wao hawakulala kama Petro, lakini hawa walikuwa na uwezo wa kusifu na kumwomba Mungu. Na katika kusifu na kuomba, Mungu alishuka kama tetemeko. Unaona nguvu za Mungu zilishuka kwenye lile gereza lile likatikiswa, misingi ya gereza likatikiswa. Kumbe maombi basi yana uwezo wa kutikisa vitu, yana uwezo wa kutikisa misingi fulani tunapokuwa tunaomba. Kwa hiyo unaona milango ikafunguka, vifungo vyao wote vikalegezwa. Kwenye maombi kuna nguvu ambayo inaweza ikafungua milango. Unaona huku Paulo na Sila wamefungiwa, lakini milango imefunguka kwa maombi na sifa. Na kushauri, unapoingia kwenye maombi, jitahidi kufanya maombi, lakini pia jitahidi kusifu. Sifa, muadhimishe Bwana katika ukuu wake. Haijalishi unapita katika jaribu gani, lakini muadhimishe Bwana katika ukuu wake, katika ukuu na utakatifu. Unapomwadhimisha Mungu kwa matendo yake makuu, unapomwadhimisha Mungu, unapoomba, kuna vifungo pia vitalegezwa. Kuna vifungo vimefunga watu vitalegezwa. Katika Zaburi ya 116 imeeleza zaidi, mstari ule wa 12 mpaka wa 16 inaeleza kwamba Bwana amevifungua vifungo vyangu. Kuna vifungo, mtu anaweza akawa ameokoka kina na vifungo. Kuna watu wanatembea na vifungo vingi. Kuna wengine wanasema wanamjua Mungu, lakini bado kuna vitabia havijafa ndani yao, hivyo ni vifungo. Kuna uongo hujaondoka, ni vifungo. Kuna masengenyo kidogo, hivyo ni vifungo. Kuna magonjwa yanakunyemelea, hivyo ni vifungo vya magonjwa. Kuna hofu zinakunyemelea. Sasa jikite katika neno la Mungu na uamini neno la Mungu kwamba ni kweli, lina nguvu. Na ukisha liamini, jikite katika kuomba, jikite katika kumsifu Mungu. Kuna watu wengi wanaomba bila kumsifu Mungu, wanaomba bila kumwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu wake. Sasa maombi hayo yanakuwa pia nguvu yake sio kubwa, lakini inatakiwa pia uwe na maombi yako ya usiku wa manane. Katika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25, unaona ni usiku wa manane. Watu wako gerezani, lakini wanasifu. Usiku wa manane wanamsifu Mungu, wanamwomba Mungu kwa nguvu ya sifa na kwa nguvu ya maombi. Gereza lilitikiswa. Kwa hiyo nataka kukutangazia katika hii sehemu ya pili, kwa nguvu ya sifa na kwa nguvu ya maombi, kuna magereza ambayo yamefunga watu yatatikiswa. Yawe ni magereza yamefunga watu kwenye familia, yatatikiswa. Yawe ni magereza ambayo yamefunga watu kwenye nchi, yatatikiswa. Yawe ni magereza ambayo yameweka watu, hata kama ni magereza haya kabisa ya kawaida ya kimwili ambayo watu wako. Ukitaka kujua gereza lilivyo, foundation ya gereza, msingi wa gereza ni mnene, sio kama wa nyumba. Lakini maombi na sifa ilitikisa ule msingi. Kuna milango, kuna sehemu gani watu wamefungiwa, kama kina Paulo na Sila. Tunapoomba tunaamini katika hiyo sehemu watu waliofungiwa, hiyo milango itakwenda kutikiswa na nguvu za Roho wa Mungu, na itakwenda kufunguka na watu wataachiliwa. Lakini kuna kitu kingine ambacho ni vizuri ukakielewa. Hofu iliwashika wale walinzi. Wale walinzi wa lile gereza walipigwa na hofu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari ule wa 27, utaona jinsi wale walinzi walishikwa na hofu, maana walipoamka waliona milango walioifunga imefunguliwa na Mungu mwenyewe. Minyororo huenda iliyofunga watu Mungu alishaifungua yenyewe. Maombi na kumsifu, maombi na sifa yana nguvu sana. Jifunze kukaa mahali umsifu Mungu, muabudu Mungu katika uzuri na utakatifu wake.
Tukiamini katika Zaburi ya 55 inasema kwamba Mungu anaketi katikati ya sifa. Tunapokuwa tunamsifu Mungu katika uzuri, katika ukuu na utakatifu wake, anashuka katikati yetu na anatembea katikati yetu. Mungu yupo ndani yako, anaishi ndani yako, lakini unapokuwa unamwadhimisha katika mazingira ambayo wengine hawajamfahamu bado, Mungu anashuka na kutembea katikati ya wale watu, anashuka na kutamalaki na kumiliki katika lile eneo. Nguvu zake zinakuwa ni kila mahali, zinagusa watu, zinagusa mazingira, zinabadilisha mazingira. Maombi yanabadilisha mazingira, maombi yanafungua vilivyofungwa, maombi yanavunja vifungo, maombi pia yanaweza pia yakakutoa mahali ambapo ungeweza kutoka kwa nguvu za kibinadamu, kwa nguvu za fedha. Na hii ni kwa wale ambao wanafikiri kwamba kuwa na fedha basi kunaweza kukawasaidia kutoka mahali popote. Unaweza ukawa na fedha na ukaingia kwenye eneo ambalo hizo fedha haziwezi kukusaidia. Hujai kuona watu ambao wana fedha lakini wana magonjwa mabaya yanawatesa kiasi kwamba kuna vyakula wamezuiwa kula pia. Lakini kuna watu wengine wana fedha lakini pia hawawezi kupata watoto. Kuna watu wengine wana fedha lakini pia hawana amani. Kuna watu wengine wana fedha lakini hawapati usingizi. Lakini maombi, ukishakuwa muombaji, Mungu mwenyewe anasema kwamba hata usingizi atakupa, utalala kama mtoto mdogo, utalala kama mtoto mdogo. Katika Zaburi ya 127 ameeleza kabisa kwamba yeye anampa mpenzi wake usingizi kama mtoto mdogo. Yaani kuna vitu vingi ambavyo pesa haiwezi kuvinunua, lakini maombi yanaweza yakavifanya vikatokea kwenye maisha yako. Kuna mabadiliko makubwa yatatokea endapo utakuwa muombaji, utakuwa mtu wa kusifu na kuomba. Kuna mabadiliko makubwa yatatokea. Kwa hiyo tunakutia moyo ujikite katika kumsifu Mungu na kuomba kila siku. Maisha yako yatabadilika. Usiwe mtu wa kulalamika sana kwa hayo unayopitia. Hebu jikite katika kumsifu Mungu na kumwadhimisha kwa ukuu na utakatifu wake na matendo yake makubwa ambayo ameyafanya kwenye maisha yako. Katika Zaburi ile ya 150 naeleza zaidi, kila chenye pumzi na kimsifu Mungu. Ameeleza vyombo vya kumsifu Mungu, asifiwe kwa matoazi, asifiwe kwa sauti ya vinanda, vinubi, kwa tarumbeta, sasa na vyombo vya nyuzi 10. Lakini mwisho kabisa amesema kila chenye pumzi kimsifu Mungu. Maadamu unapumua, msifu Mungu. No matter kwamba unapitia wapi, imba wimbo wa sifa katikati ya matatizo ulionayo unaopitia, na utamuona Mungu na nguvu zake na ukuu wake zikikutembelea kwa namna tofauti sana. Kwa hiyo nakutia moyo uendelea kufuatilia vipindi hivi katika sehemu inayofuata ya 3, na Mungu akubariki sana. Nataka tuombe kidogo kwa ajili ya wale ambao wamefikia mahali hawawezi kuomba tena. Neno la Mungu linazungumza katika Zekaria 12 mstari ule wa 10 ya kwamba katika siku za mwisho Mungu atamwajia watu wake roho ya neema na kuomba. Ni vizuri tukaomba roho ya neema na kuomba pia ikaachiliwa kwako, ili pia uweze kuomba bila kuchoka, uweze kuimba bila kuchoka. Kuimba pia ina nguvu. Muimbie Mungu katika uzuri na utakatifu wake. Lakini nataka tuombe kwa ajili ya hivyo vifungo viweze kuvikaachilia watu. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu. Tunaamini kupitia neno hili ya kwamba kuna mahali umeenda kumgusa. Tunaenda kuvunja vifungo vyote ambavyo vimemshikilia. Roho zote za uchovu na jangwa la kiroho tunalitoesha na kulisambaratisha kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Tunaomba sawa sana Zekaria 12:10. Bwana umesema utamwaga roho wako wa neema na maombi juu ya watu. Mwage roho wa neema na maombi juu ya kila anayenitazama na juu ya kila anayenisikiliza. Katika jina la Yesu napoteza uchovu wa kiroho, naondoa huo uchovu kabisa na kuutoesha, na natangaza uhuru wa Kristo. Na kwa kupitia maombi haya katika jina la Yesu tunatoesha kila jangwa la kiroho. Maana umesema Bwana, kila mwenye kiu na aje kwako utampa maji yaliyo hai. Na hayo maji Bwana akinywa hata sikia kiu tena. Kila kiu inaowaka ndani ya watu, kiu ya dhambi, izimwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, naomba kipekee kwa ajili ya wale ambao bado hawajakujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Naomba kupitia ujumbe wa siku ya leo, kaguse maisha yao, kawafungue, kawatoe kwenye vifungo na minyororo yote iliyowakamata, wakakurudie na wakaseme ndio kwako, katika jina la Yesu Kristo. Na ikiwa haujaokoka bado na ungetamani kumpokea Yesu, wokovu ni maisha mapya katika Kristo. Unaweza ukarudia maneno mafupi nitakao kuongoza, na Bwana Yesu atakuokoa popote ulipo unapotufuatilia na unapotutazama. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha mauti na uliandike upya katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu, ninakuomba kama ilivyo mbali mashariki na magharibi, weka mbali uovu wangu na uso wako. Naomba Roho yako Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu kuanzia sasa na siku zote za maisha yangu.
Asante kwa kunisamehe na asante kwa kunipenda. Asante kwa kuniokoa na asante kwa kunifungua. Amen. Ikiwa umerudia maombi haya tayari, Bwana Yesu ameshaingia kwako. Hakikisha unakuwa na Biblia, unasoma neno la Mungu, na kama unaweza ukaenda kwenye makanisa yaliyoko jirani, nenda ili uendelee kupata mafundisho ya kiroho yatakao kukuza zaidi. Mungu akubariki sana. Tutatoa sehemu ya 3 muda sio mrefu. Kama una ushauri au kama unataka kuwasiliana na sisi, tumia namba zinazopita katika akaunti yetu na tutapata ushauri wako. Mungu akubariki sana.